Yohana ni mimi na wewe. Amen. Amen. Mimi Yohana ndugu yenu. Amen. Na mwenye kushiriki pamoja nanyi. Jamani. Yohana unashiriki nini na sisi? Amen. Katika mateso. Yohana anateswa na sisi tunateswa kumbe. Kwa hiyo unasema kwa Yesu mtambalale kuna mateso. Yohana aliyashiriki. Inabidi ushiriki utukufu wetu na aibu yetu. Ushiriki hata mashutumu ya Yesu. Takers of his reproach. Awe mshirika wa aibu yake. Reproach. Amen. Aibu yake. Shutuma. Ashutumiwa sio? Amen. Ndio mshirika. Amen. Na mimi naweza nikampima mshirika sahihi wa kanisa fulani. Mungu abariki. Mshirika sahihi wa kanisa fulani. Amen. Wewe waiki sana. Lazima awe mshirika ambaye anabeba aibu ya kanisa. Amen. Na utukufu wa kanisa hili. Amen. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Sio ikifika wakati wa mvinyo unatukwepa. Hapana. Kuwa na sisi tufike wote. Amen. Na utakuja. Mimi Yohana ndugu yenu na mwenye kushiriki pamoja nami nanyi katika mateso. Ameshiriki mateso, lakini pia ameshiriki na ufalme. Ana Roho Mtakatifu maana yake. Na subira ya Yesu Kristo. Kumbe naye Bwana Yesu Kristo arudi mara ya pili. Si ndugu yako wewe sasa? Wewe unasubiri Yesu arudi. Pia sio teseka. Lakini pia Roho Mtakatifu. Basi wewe ni Yohana basi. Amina. Bwana Yesu abariki sana. Naomba tuangalie watoto waenda kushika mapilipili kule nje, unaweza kupata shida. Umeingia ndani. Nalikuwa katika kisiwa kiitwacho Patmo kwa sababu ya kuiba ng'ombe za watu. Kweli? Hapana. Kali hiyo. Kali unashika mfano unaiba. Nani katika kisiwa cha Patmo kwa ajili ya kubeti. Kweli? Hapana. Kwa ajili ya neno la Mungu. Na kwa ushuhuda wa Yesu. Ujumbe unaitwa ono la Patmo, anasema hivi. Kwa ushuhuda wa Yesu maana yake nini? Yesu, yeye Yohana alikuwa akitembea huko mtaani, anahubiri habari za Yesu Kristo na nguvu zinaonekana. Na Yesu akaja nyuma akathibitisha hayo anayohubiri. Huo ndio unaitwa ushuhuda wa Yesu. Yaani roho ya unabii. Wakamkamata kwa sababu ya kuhubiria watu wa dini, kuhubiria wokovu. Wakamkamata Yohana, wakamchemsha masaa 24 kwenye mafuta. Mungu abariki sana. Nikwambia walimfunga mzee, Yohana alikuwa ni mzee. Mungu abariki sana. Na unajua Yohana alikuwa mchungaji wa 3 wa Efeso. Mchungaji wa kwanza alikuwa ni Paulo. Alafu wa pili alikuwa Timotheo. Wa tatu alikuwa ni Yohana. Na habari hiyo. Mungu abariki sana. Amina. Bwana Yesu abariki sana. Amina. Kwa mchungaji wa kanisa la Efeso lazima kama Yohana pia. Bwana Yesu abariki sana. Sasa Yohana yuko kwa babu anahubiri. Babu, Yesu ni Bwana. Yesu anaponya mtaani. Kanisa pale Efeso. Efeso tunakwambia yeye kama ile chapati Yohana. Kwa mahubiri yake. Kwa ndio mzee, kwa mchungaji. Mchezo. Mungu abariki sana. Wakati huo sasa alitulia awe mchungaji. Ile utuma uende ilisha sehemu fulani sijajua. Lakini pia unajua Yohana alikuwa nabii. Yohana alikuwa ni mchungaji, mtume, nabii. Mungu abariki sana.
Aya. Sasa Bwana wakamkamata Yohana. Njoo hapo wewe. Mungu abariki sana. Wakaenda wakamshitaki kwamba ni anawaloga watu, kwamba ule sio miujiza. Na Biblia inasema hivi kwenye Biblia wanapata kwamba huwa anafanya ujanja. Wakamkamata, wakasema wamuue kwa mafuta, wamchemshe, na ilikuwa ni hadharani. Iteni watu wote wamuone huyu babu anachemshwa. Babu aliyefanya Efeso kwa chapati. Bwana ingeweza kwa sababu alikuwa mtu wa Mungu. Ataingeweza kwa chapati hivi Efeso hivi. Kama vile Kristo naye ingeweza taarifa hivi. Wewe unakaa taarifa hata mapepo ya juu kama upo. Sababu ujele wewe sumbua siku, ujele sumbua. Inabidi wachawi wakae kikao kujadili wewe. Tani kwambie inabidi waite kikao cha dharura. Kwa sababu hatari imefika. Hatari gani Kristo? Wakimwangaza mwembamba kama nini? Lakini leo ndani ni hatari. Na nikwambie Kristo, hili ndilo kanisa hapa Tarime mjini linalopigwa na shetani. Amen. Ukiwa mtani kwenu hampate shida. Kazalelo Mungu alimpa shetani changamoto. Ujue shetani huwa anasali na nyie huko kanisani. Wewe unasali naye tu. Kuomba kufunga. Mchungaji mwenyewe anakelea mambo ya kufunga. Huyu anafika wapi sasa? Mchungaji anakelea mambo ya kufunga. Anasema sisi tulikuwa ndani ya Yesu Kristo tukafunga huko ndani. Eti Yesu alipofunga na sisi tulifunga ndani yake. Kwa hamna haja ya kufunga. Usimuumize bibi harusi, usifu. Eti usimchoshe bibi harusi kwa kufunga. Alifunga ndani ya Yesu Kristo. Baadaye utasema sasa mbe na Yesu papa ndio ndio wale panaye. Hamna haja ya kunyakuliwa tena. Sio tena tu huko. Swali lingine. Mbona siku Yesu alikokula? Mbona wewe unaendelea kula? Wali. Sio ungesema na ni kwa nini Yesu sina haja ya kula? Wewe ni mzembe, hutaki maombi. Mungu akubariki. Amina. Inabidi wachawi mtaani wao wanakaa kukujadili Jose jinsi gani wa kushinde na kuliangusha kanisa. Hivi najua mchungaji kanisani ndio wakombewa sana kwa watu wengine wote. Kwa sababu akiamka mchungaji hakuna pale kodona salia. Hata huyo. Nitampiga mchungaji na kuondoa tawanya. Ukiona mchungaji akisimama ndio utasimama na wewe. Watu wengine waheshimu wachungaji, wanafikiri watu wachungaji tu hivi. Mchungaji akishindwa na wewe umeshindwa. Akifanikiwa na wewe umefanikiwa. Hapo ni heshima sana kuheshimu watumishi wa Mungu. Na maandiko yanasema wape heshima rais kuliko yeye mheshimu babako mzazi. Hiyo ni maandiko. Kama babako unamsalimiaga kwa kupiga magoti ukikutana naye hivi, sio mbaya, si ndio? Mchungaji msalimia kwa kupiga magoti kwenye simu. Shikamoo mchungaji. Sio mimi. Hiyo ni Biblia. Hoyo kabisa, huna heshima kwa watumishi wa Mungu. Sema hata angechelewa yeye ningekuwa mchungaji. Usingeweza. Umechelewa wapi? Kama wewe umeomba kuchelewa. Hivi nafikiri mzee sana ametoka juzi tu hapo. Kapambana. Amina. Amepitia vikwazo vingi. Wewe ungeacha kwa huduma. Amen. Mungu anamshikilia. Amina. Mungu amesema. Amina. Mimi nasikia ni mchungaji wa mwaka 2000 sijui. 2000 sijui. Asa 2000 mimi sikuacha na makopo. Asante heshima. Heshima tu. Mimi hata kuna wazee wanakaa mpaka sasa. Kwanza tukao
wahubiri wao. Watu wanakaa mpaka sasa wanasikiliza kijana. Mungu awabariki sana. Yaani mmevuka kizuizi kikubwa. Kwa sababu kwanza ungeuliza, akakuja nani? Kuna ndugu fulani anaitwa Thomas. Thomas? Wa wapi? Taki mafika. Mafika. Sawa, mtaona. Kwani mkutano unaanza lini? Unaanza Jumanne. Unaanza Ijumaa. Sawa, nitaangalia labda Jumamosi jioni nikaje. Lakini wazee baadhi yao hapo wamekuja Alhamisi. Kufanya ibada meza ya Bwana hapa. Lengo lao naamini moyoni ili waanze yote. Ni kitu kubwa sana mimi najifunza. Najua pia ukiwa mtu ambaye unataka kujifunza kwa leo kutangulia utafanya vizuri. Inabidi uangalie wenzako walipata wapi. Unajifunza. Na mwingine atakuwa nao na uuliza maswali. Na kuzungumza nao na kuona, si ndio? Unakaa nao unazungumza nao, unaweza maswali. Kwa sababu gani? Wao walipita hiyo njia mara nyingi, muda mrefu kabla yako. Amina. Kuna heshima tu hata kwa hilo jambo. Amina. Mungu abariki sana. Amina. Hata kama sio vile unavyofikiria wewe, lakini kwambie ni mtumishi wa Mungu na Mungu anatambua. Kuongoza mtu mmoja tu ni shida. Mtu anaongoza dunia. Nafikiri mchezo. Kuongoza mtu wako amekushinda, mke wako amekushinda. Hivi najua kama shemasi haongozi familia yake, mke wake hafai kwa shemasi. Hafai. Ukiona shemasi anatawaliwa na mke wake, mfute hiyo shemasi. Hafai sasa. Hapo watoto wake hamna taratibu, nyumbani wake hamna taratibu wote. Atoke huyo afanye kwa shemasi. Na mchungaji ni vile vile, kama wewe usimamie nyumba yake, hafai. Na mwingine anakuwa pole kama ndama. Lakini ujue ndama na mapembe. Anapiga mateke pia. Maana yake kuna mahali anabeba mzigo, kuna mahali anaweza kupiga pembe au kupiga teke, bado ni ndama anapiga teke. Si kweli? Na ndama, unajua ndama akichanganyikiwa na anakimbia kwa sababu wakubwa. Ananyosha ule mkia na ukimbia hivi. Kwa nini maandiko yanasema turuka kama vile ndama? Ndama ndio wanaruka sana. Sasa ndama ni mchungaji. Akianza kuruka majokeri yale waacha kabisa. Muda mwingine kuna mambo ya kukemea kabisa. Na kuna mwingine ya kubeba, kuna mwingine ya kusema hapana, hii sione tena kwanza leo kanisani. Hilo ni taiga la mchungaji. Na alikuwa katika kisiwa kitwacho Patmo kwa ajili ya neno la Mungu. Amina. Moja. Mbili sasa. Na alikuwa katika roho. Wangapi wanapenda kuwa katika roho? Kuwa katika roho. Kuna ujumbe ningekusomea hapa kama nilikuwa na muda, na pia sema huo ndio utaratibu wa kwanza kuona chochote kwa Mungu. Kwanza ingia katika roho. Wakati tunacheza draft, mimi nakumbuka nacheza draft hivi. Yaani nikianza nikipanga tiketi najua nianze hivi mpaka niingie kingi pale. Alafu nikule zile zote alafu nakuwa tu. Hadi nikasema gani mimi hata wakipanga soko zima nafunga na wafunga wote. Soko zima. Na draft ni mapepo. Ndio sasa unaingia kwenye roho. Ushaenda unacheza mpira, katika bado uko mtu wa dunia. Unaingia kwenye roho ya mpira. Nyai tano pale. Mungu awabariki sana. Wewe unashangilia tu. Unampiga mwenzako kutoka mgongoni. Alafu ukimpiga wala hafanyi chochote kwa sababu na yeye katika roho. Wewe mpige kama hiyo katika roho uone.
Bwana asifiwe. Yaani kwa mwanzo ukamshika, ukamsumbua mpaka amka pale. Sema. Sasa tukija hapa, Yesu. Hata tukikubatiana wala hana shida yoyote. Ndugu na ndugu, dada lakini. Tena chinga ni katika raha kwa katika roho mkupatie mke wako. Bwana Yesu abariki sana. Sasa sikiza mpendwa. Tuje sasa. Tuanze Ufunuo mmoja. Ufunuo wa Yesu Kristo. Natamani saa 12 kamili nimalize. Sawa?